vijana vipa. UWT moto moto. Uchungu wa mwana. Asante sana wale wote, nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha salama siku hii ya leo kwenye mkutano huu wa Mheshimiwa Mbunge. Ndugu mwenyekiti wa kata Comrade Omari Manyende, lakini tambue uwepo wa mbunge wetu mtarajiwa CPHS Njama na meza kuu itifaki imezingatiwa. Ndugu zangu wa mgombezi Kidumu Chama cha Mapinduzi. Ndugu Mheshimiwa Mbunge, natambua haswa huu mkutano ni wako, lakini kwa sababu nimepewa nafasi ya kusema basi acha niseme. Mimi nitasema yale mafanikio yaliyoletwa na Chama cha Mapinduzi, lakini pamoja na mafanikio nitaongelea changamoto ambazo tunahitaji kwenda kutatua kwa ajili ya wananchi wakati wa mgombezi, lakini kwa ajili ya jimbo letu la Bweni. Nikianza na upande wa barabara. Ndugu mwenyekiti, kata yetu ya mgombezi imepata bahati. Kwenye upande wa barabara tumepata ndani ya kilomita zile za halmashauri ya mji kilomita 10.4, basi mgombezi imepata bahati ya kupata barabara kwa kiwango cha lami. Kutoka Bagamoyo kupita mgombezi pale Matondoro, lakini kupita pale Kibo. Changamoto hii kwa natusumbua kipindi kirefu sana. Lakini kupitia Chama cha Mapinduzi tunaona na tunakiheshimu sana na kukishukuru sana kwa kuwa sasa imeondoka hilo ile ya barabara. Lakini pia pili, ndani ya halmashauri yetu ya mji kwenye laini yetu ya Chama cha Mapinduzi kuna kilomita nyingi ambazo zinazungumziwa. Lakini kata yetu ya mgombezi ina changamoto pia ya barabara. Kwa upande ule barabara ambayo inatoka mgombezi kwenda Mgambo, lakini kufika Kitifu na kurudi tena Mgambo. Barabara ile kipindi cha mvua huwa haipitiki. Lakini tunatambua Chama cha Mapinduzi kimetuheshimisha sana, tupewa bahati. Tumepata bahati ya barabara hiyo kwenda kutengenezwa kwa kiwango cha changarawe. Kwa tuna kila sababu ya sisi wananchi wa kata ya mgombezi kwenda kukichagua Chama cha Mapinduzi. Lakini pamoja na mafanikio hayo ambayo tumeyapata kwenye kata yetu ya mgombezi, hapa tunapofanya mkutano huu ni mtaa wa Mgombezi. Hapa tulipo zipo barabara za mtaa ambazo ni changamoto kwa kipindi cha miaka 5 hazijafanywa ukarabati. Na changamoto ambayo ninaiona ni kwamba mwanzo barabara zilikuwa zinahudumiwa na halmashauri ya mji. Lakini pindi barabara hizo zilipohamishwa kwenye TARURA, tulipokuwa tukiuliza juu ya barabara hizo walikuwa wanasema barabara hazijafika vigezo, kwa maana hili barabara ichongwe inafikia iwe na ukubwa wa upana wa mita 7. Barabara hizi hazikupita. Swali ambalo najiuliza wananchi ni kwamba kama kipindi ambacho halmashauri ya mji ilikuwa na mamlaka ya kuzichonga barabara hizi, kwa nini baada ya TARURA kupewa barabara hizi wanasema kwamba hazina sifa za kuchongwa? Mimi niseme tu Mheshimiwa Mbunge na mwenyekiti kwamba hawa TARURA tuchonganishe na wananchi wetu wa kata ya Mgombezi. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Mimi nimepewa mamlaka na mimi nitaenda kulipa mamlaka na Mheshimiwa Mbunge, lakini na Mama Samia Suluhu Hassan tutaenda kulizungumzia na kuona hizo barabara zinachongwa kwa kipindi chote na zinapitika. Kwa pamoja na kupata faida ya barabara ile ya Kitifu Mgambo, lakini tunahitaji faida pia barabara zetu za mitaa zichongwe ili zipitike wakati wote. Lakini pili, nizungumzie upande wa afya. Mheshimiwa, tumepata bahati Mgombezi kuwa na kituo cha afya ambacho kimetengenezwa pale. Imetokea changamoto lakini tumepata. Kwenye laini yetu ya Chama cha Mapinduzi inaelezea moja ya hospitali ambazo zinaenda kumaliziwa ni pamoja na hospitali ya Mgombezi na hospitali ya kwa Msisi, kituo cha afya. Kwa hiyo tunakishukuru sana Chama cha Mapinduzi kwa kuwa kimeiona Mgombezi na kuhakikisha kwamba tunaenda kuongezewa majengo kwenye hospitali yetu kituo cha afya Mgombezi, lakini na kule kwa Msisi. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mama Samia kwa kumpa kura nyingi za kishindo, lakini tuna kila sababu ya Mgombezi kumchagua CPHS Njama, na mnayo kila sababu kumchagua mimi mtoto wenu Paul Joseph Zuru kuwa diwani kata ya Mgombezi. Lakini sambamba na hilo, ukiangalia kwa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ndani ya halmashauri ya mji ipo amri za zahanati 7 ambazo zinazungumziwa. Na hapa kupitia mkutano huu Mheshimiwa Mbunge nizungumze kwa upande wa mtaa wa Mgambo. Ndugu Mheshimiwa, mtaa wa Mgambo unatumia umbali wa kilomita karibia 3 au 4. Na hiyo wananchi kupata huduma ya afya inabidi watumie nauli kuanzia 1000 kuja na 1500 kuja, 1500 kurudi. Hivyo na gharimu na kiasi cha shilingi 3000. Hivyo basi, ukiwapatia zahanati mtaa wa Kitifu tunaenda kupunguza kero, badala ya shilingi 3000 kuitoa kwa ajili ya daftari na wanakutoa kwenye nauli, watakwenda kuitoa kwa ajili ya daftari amini kujiandikisha kwa ajili ya kuona daktari. Kwa hiyo tunapunguzia adha kata amini mtaa wa Mgombezi. Lakini pili, kama ni mtaa wetu wa Kitifu tuna zahanati. Na zahanati ile tayari tumeshaingizwa fedha kwa ajili ya tanki la maji kwa changamoto, ambapo maji wakitoka ndio wanapata huduma, maji katika wanapokosa huduma, hivyo wanaenda kuhudumia kwenye hospitali ile wanapata hadha ya maji. Tunashukuru serikali yetu imeongeza
nimepeleka fedha kule kwa ajili ya ukarabati wa kujenga tenki kwa ajili ya kuhifadhi maji. Lakini kwa upande wa elimu ni shule Daktari Samia Suluhu Hassan na Chama changu cha Mapinduzi kule Kitifu kulikuwa na shule sikizi. Umepeleka shilingi milioni 150 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa 7. Na wao tulikuwa na madarasa 2. Kwa tukiongeza matano tunakuwa na madarasa 7. Hiyo tuna kila sababu ya kuchagua Chama cha Mapinduzi kwa kuwa ifikapo mwezi wa kwanza kabla siku 100 za Mama Samia tunaenda kuwa na shule mpya ya msingi pale Kitifu na watoto wanaanza kusoma pale Kitifu baada ya kuja kusoma shule ya Mgombezi na shule ya Kitifu. Hadi shule ya Mgamba. Lakini pia tumshukuru Mama Samia tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan. Shule yetu ya sekondari Mgombezi inaenda kupandishwa hadhi ya kwenda hadhi ya form 5 na form 6. Katika halmashauri yetu ya mji Korogwe, ni kata 2 tu ambazo zimepata bahati ya shule zao kupandishwa hadhi ya kutoka hadhi ya level kwenda A level. Na moja kata hizo ni kata yetu ya Mgombezi. Kwa hiyo tunakishukuru kama Chama cha Mapinduzi kwa kuheshimisha watu wa Mgombezi. Watoto wetu sasa badala ya kwenda kusoma mbali kwa level ya form 4 na form 5, sasa tunasoma hapa Mgombezi. Tunashukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, tunakupigia pongezi za kishindo. Lakini ndio upande wa maji kwa kutana na kwa namba ndio haraka. Ndio tuna huduma ya maji ambayo tunaipata hapa Mgombezi. Kwa maarufu sana tunatumia jina la Kigenduzi. Mheshimiwa, yale maji tunapata ni mengi, lakini changamoto yake yale maji hayapimi. Kwa hiyo amani yatimii. Kwa hiyo tunakosa maji safi kwa maana ya kutumia kwa ajili ya kunywa. Kwa hiyo tunatumia kwa ajili ya kupikia na kufulia. Lakini tunatambua Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta mradi mkubwa wa miji 24 na wenye fedha nyingi ambao mradi huo unapita hapa Mgombezi. Kwa hiyo tunaamini Mheshimiwa Mbunge, mimi na wewe tukipewa nafasi ya kuhudumia mimi kata Mgombezi na wewe jimbo la Korogwe mjini, tunaenda kuheshimisha chama na kuhakikisha kwamba mradi huo unaenda kunufaisha watu wa Mgombezi lakini na watu wa halmashauri ya mji Korogwe. Kwa wananchi wa Mgombezi kwa sababu ya kuchagua Chama cha Mapinduzi. Lakini mwisho nimalizie kwenye upande wa vijana. Ndugu Mheshimiwa, Mgombezi historia imeanzisha timu, ilikuwa na timu kubwa sana ambayo ni maarufu katika Tanga nzima katika mkoa wetu wa Tanga. Lakini kutokana na changamoto za vifaa sasa hivi tumeshuka kidogo. Kwa tunaamini uwepo wako Mheshimiwa Mbunge pamoja na mimi wakinituma vijana wananchi wa Mgombezi tunaenda kuibua sehemu ya michezo na kuhakikisha kwamba mpira wa miguu na bidhaa zingine zinaenda kuwa sehemu ya ajira kwa vijana wetu wakati wa Mgombezi na Korogwe mjini. Lakini Mheshimiwa, tuna nafasi hii. Mgombezi, napenda nitambulishe kwa nafasi yako na kura zako. Napenda nitambulishe ile timu Samia. Tuna timu Samia ambayo inapambana kutafuta kura zako, kura zangu na kura za Dr. Samia. Kwa hiyo tuna Samia, timu Samia tuonyeshe mkono juu. Samia.